Inawezekanaje? Tunaishi kama kuku, haujui kesho yako, katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo, lakini personal kama chama hatuna ugomvi nao, kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita men in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kuokoa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani, badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipwa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipwa shilingi 400,000, ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama na hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya. Badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa warau Aga Khan, wanajadili kuhusu mama. Wizara ya Mambo ya Ndani, hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari, badala ya kujadili pensheni ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Rema, Dr. Slaa tumewahi kuwa wabunge, Nyika amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5 tu. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anapewa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao, wanajadili kumtuma askari akatupige sisi tunaomtetea. Nchi imeraniwa hii. Watu wa Arusha, mkikubali sauti ya Chadema iwe silenced, tutauzwa asubuhi. Hebu fikiria hivi, Arusha nyie, hapa Arusha ndio kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Mimi nimezaliwa, baba yangu alikuwa na Land Rover, tulikuwa tunatumia tairi za General Tyres. Alikijenga kiwanda hicho Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na kiwanda cha radio hapa panaitwa Philips. Mwalimu alijenga hivyo viwanda. Mwalimu alijenga Gineries kwa ajili ya kuchakata pamba. Maana yake ni nini? Nchi inayojenga uchumi wake ni lazima nchi hiyo iwe na kitu kinaitwa basic industries. Usiwe nchi ambayo unaagiza kila kitu kutoka nje. Kwa maana hiyo, tairi ilikuwa ikiisha Tarime kwa baba yangu kule, ananunua tairi ya General Tyre. Pesa inatoka Tarime inakuja Arusha, inaingia kiwandani. Ikiingia kiwandani inakuajiri wewe. Wewe ukipata pesa unajenga nyumba, unamwajiri huyu fundi. Huyu akipata pesa ananunua sukari kwenye duka la yule mama. Yule akipata pesa anamwagiza bodaboda lete pesa, sukari nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo tairi kisha pesa inatoka hapa inakwenda China kutengeneza ajira. Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Kama Mwalimu aliweza kutengeneza tairi za magari, leo nchi hii kuna bodaboda kila kijiji. Hatuna hata uwezo wa kutengeneza tairi ya bodaboda. Tairi kisha Kemakolere Tarime, pesa inatoka Kemakolere na kwenda Guangzhou China kufata tairi. Alafu tuna viongozi wanajiita viongozi, wanatutisha sisi tunaosema mambo haya kwa sababu wameshindwa kuongoza nchi. Haiwezekani. Tunahitaji viongozi wenye maono ambao wanaweza kubadilisha nchi hii. Inawezekanaje watu wa Arusha, watu wa Mererani? Tanzanite inatoka Arusha. India ndio nchi inayouza Tanzanite nyingi kuliko nchi zote duniani, wakati Tanzanite inatoka Mererani.
Watoto wenu wanakuwa trained kufanya nini? Wanakwenda shuleni kufundishwa panzi na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua Tanzanite yenu na kujitajirisha. Inawezekanaje hilo jambo? Kwamba nyie hamwezi kufanya rapidly, nyie hamwezi kufanya ukataji, nyie hamwezi kusafisha. Kwa nini? Kama tuna nchi ambayo mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema serikali imefanya matumizi ya sio kuwa na tija, serikali ya Rais Samia kwa mwaka jana peke yake bilioni 571, bilioni 571 matumizi ya sio kuwa na tija. Maana yake ni nini? Ametumia kitu kinaitwa tafsida. Wa Kitanzania wako hapa hawana mitaji ya kuchimba Tanzanite, hawana ajira, hawana mitaji. Hiyo migodi inakabidhiwa kwa Wachina kwa sababu hamna mitaji. Fikiria hivi, serikali ingekuwa inawajali nyie, ikasema hii migodi tunawakabidhi nyie, hizi fedha zilizopotea undeni vikundi vya watu 100, alafu tuwape migodi kule kwenye dhahabu, wapewe vikundi vya watu 100, alafu mnapewa mtaji hata bilioni 2. Mnunue mashine, mnunue baruti, mnunue madawa ya kusafishia. Mkichimba, mkitoa ile Tanzanite au mkitoa dhahabu, mnauza nje, pesa inarudi kwenu. Wewe ukipata pesa utajenga, utaajiri fundi wa hapa, utanunua kitanda kwa fundi seremala wa hapa, utanunua bodaboda, mtu wa hapa ataendesha. Lakini leo pesa ikitoka hapa kwenye mgodi wetu inakwenda China, Wachina wanaenda kujenga nchi yao. Mtatajirikaje? Mnatajirikaje? Tukiwa bungeni mwaka 2017, serikali ilipoanza kutaka kujenga SGR na bwawa la Mwalimu Nyerere, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikamshauri rais, ingieni kwenye YouTube muone. Nikamwambia Mheshimiwa Magufuli, kwa sababu tuna chuma ndani ya nchi, kabla ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere litakalohitaji chuma, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinahitaji mtaji wa uwekezaji dola za Kimarekani bilioni 3, ambayo ni trilioni 7.8. Tujenge kiwanda chetu cha chuma kwanza, tuzalishe chuma ndani ya nchi yetu. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000. Hao ni direct employed 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM imeajiri walimu wote, maaskari wote, ajira zote ni 520,000 tu. Yaani ni chini ya 1% ya Watanzania ambao ni milioni 63. Sasa kiwanda hicho tu kilikuwa kinaenda kuajiri watu 60,000 ambao ni 10% ya ajira zilizoko leo. Actually 11%. Hao ni direct employed. Hatujazungumzia subcontractors ambao wange service magari, wangewalisha makaratasi, wangewalisha chakula. Hatujazungumzia hao, wangewapelekea magari ya hatujazungumzia direct employed watu 60,000 pale Ludewa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Alafu unakaa na wale Arab contractors wanao kujengea bwawa, unawaambia sikilizeni, nijengeni bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, hizi hapa. Lakini chuma chote utanunua Tanzania.